Mashambulizi ya makombora kati ya Iran na Israel yameendelea usiku wa kuamkia hii leo kwa siku ya 6 mfululizo, licha ya wito wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kutaka Iran isalimu amri ya kusitisha vita hivyo bila masharti yoyote. Mapema siku ya jana ya Jumanne ya Juni 17 mwaka 2025, Israel ilitangaza kuwa imeishambulia Tehran na kusababisha madhara makubwa, ikiwemo kuharibu eneo la jeshi la kijasusi la Iran, na kisha ikatangaza kuwa imekishambulia kituo cha habari cha taifa la Iran, ikidai kuwa imefanya hivyo ili kulipa kisasi baada ya mfululizo wa makombora yaliyorushwa na Iran na kuanguka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, ikiwemo mji mkuu wa Jerusalem, Haifa na Tel Aviv. Mapema asubuhi ya hii leo, jeshi la Israel limesema kuwa Iran imerusha safu 2 za makombora kuelekea Israel alfajiri ya hii leo, huku milipuko ikisikika mjini Tel Aviv, huku navyo vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kadhaa mjini Tehran na mji wa Karaji, magharibi mwa mji mkuu. Katika taarifa yake leo, jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran limesema limetumia makombora ya hypersonic kuilenga Israel, na makombora yake mengi yameanguka katika ardhi ya Israel na kusababisha uharibifu mkubwa katika mji wa Tel Aviv na maeneo ya karibu na mji wa Haifa, huku pia baadhi ya makombora hayo yakipiga maeneo ya karibu na mji mkuu wa Israel wa Jerusalem. Jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi limesema pia katika taarifa yake kuwa limekishambulia kituo cha kijeshi cha shirika la kimataifa la ujasusi la Israel cha Mossad kilichopo mjini Tel Aviv ili kulipa kisasi baada ya Israel siku ya jana kukishambulia kituo cha kijasusi cha Iran na kusababisha uharibifu wa miundombinu, ikiwemo majengo ya kituo hicho, wakati mashambulizi ya anga yakishika kasi kati ya pande zote hizo mbili. Taarifa iliyotolewa na television ya taifa ya Iran imeeleza kuwa nchi hiyo imeshambulia pia kituo cha mipango ya mashambulizi ya shirika hilo ambacho kimekuwa kikiratibu mipango yote ya mashambulizi ya Israel kuelekea nchini Iran. Hayo yanajiri wakati pande zote mbili zikitoa tahadhari kuhusu mashambulizi mengine katika miji ya Tehran na Tel Aviv. Wakati huo huo, jeshi la Israel linaarifu kuwa Iran imefyatua makombora takriban 400 na mamia ya drone tangu siku ya Ijumaa, na sehemu ya makombora hayo yametua katika ardhi ya nchi hiyo. Jeshi hilo limeongeza kuwa limefanikiwa kuyaharibu makumi ya makombora ya Iran na theruthi ya mifumo yake ya kurusha makombora. Israel bado haijatoa takwimu juu ya uharibifu uliofanywa na makombora ya Iran nchini mwake, huku ikihofiwa kuwa huenda idadi kubwa ya watu wa Israel wamefariki kutokana na mfululizo wa makombora yaliyorushwa na Iran nchini humo, huku Iran yenyewe ikisema kuwa mashambulizi ya Israel yamewaua zaidi ya watu 200, huku wengine zaidi ya 585 wakijeruhiwa katika mji mkuu wa Tehran tangu Israel ilipoamua kuishambulia nchi hiyo siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita. Wakati hayo yakijiri, Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema itaufunga ubalozi wake mjini Jerusalem kuanzia siku ya hii leo hadi siku ya Ijumaa kutokana na hali ya usalama inayozidi kuzorota kila kukicha nchini Israel baada ya Iran kukataa kukubali kusalimu amri ya kusitisha vita hivyo. Mapema siku ya Jumamosi iliyopita, wakati Iran ilipoamua kujibu mashambulizi kwa makombora mazito ya ballistic katika miji mikubwa ya Israel,
Pia mji mkuu wake wa Jerusalem nao pia ulifikiwa na mabomu hayo, huku ikielezwa kuwa eneo la jengo la utawala wa Marekani nchini Israel ni moja ya majengo yaliyoharibiwa vibaya na makombora hayo. Wakati mapigano yakipamba moto, Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii kwamba wanafahamu alikojificha kiongozi wa juu wa Iran, Ayatollah Ali, na kuongeza kuwa hawana dhamira ya kumuua, angalau kwa sasa. Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani inafahamu alikojificha kiongozi huyo wa Iran katika kipindi hiki cha mzozo kati ya Iran na Israel, lakini hataki auawe kwa sasa. Katika ujumbe wake aliochapisha kupitia mitandao ya kijamii, Trump ametaka Iran kusalimu amri bila masharti, huku mzozo huo ukizidi kuongezeka. Trump amenukuliwa akisema, "Tunajua haswa ni wapi huyo anayeitwa kiongozi mkuu alikojificha. Ni rahisi kumpata, lakini yuko salama huko aliko. Hatutomuua, angalau kwa sasa," aliongeza Trump katika chapisho lake. Matamshi ya Trump yanazidi kuwa makali kwa serikali ya Iran. Ameyatoa baada ya kuwahimiza wakazi zaidi ya milioni 9 wa Tehran kuondoka ili kuokoa maisha yao, huku akikatiza ushiriki wake katika mkutano wa kilele wa nchi 7 tajiri kiviwanda za G7 na kurejea Washington kwa mazungumzo ya haraka na washauri wake wa kiusalama. Hapo awali, Trump alichapisha ujumbe mwingine akitangaza juu ya udhibiti kamili wa anga ya Tehran. Mashambulizi baina ya nchi hizo mbili yameendelea, yakiingia siku ya 6. Iran kwa mara nyingine imefyatua mkururo wa makombora kuelekea Israel, huku nchi hiyo nayo ikishambulia mji mkuu wa Tehran na miji mingine ya Iran. Hadi kufikia sasa, taarifa zilizochapishwa na shirika la haki za kibinadamu zinasema kuwa watu waliouawa nchini Israel ni watu 24 na zaidi ya watu 600 wamejeruhiwa, na huko nchini Iran watu zaidi ya 200 wameuawa. Wakati huo huo, jeshi la ulinzi la Israel IDF limeripoti mapema asubuhi ya leo kwamba makombora zaidi kutoka Iran yanazidi kufyatuliwa. Ving'ora vya tahadhari vilisikika, huku jeshi la Israel likiwahimiza raia wake kufuata maelekezo yanayotolewa na idara ya tahadhari ya IDF. Wakati huo huo, masoko ya mafuta duniani yamesalia katika tahadhari kubwa kufuatia shambulizi la kwenye kiwanda kikubwa cha uzalishaji gesi duniani kinachoendeshwa kwa ushirikiano kati ya Iran na Qatar. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.